Warigani Tanzania. Hii ni tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndani ya mji wa Musoma hii leo yanafanyika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani katika viwanja hivi vya Bweri Center. Mgeni rasmi kwenye maadhimisho haya anakuwa ni mkuu wa wilaya ya Musoma, Mheshimiwa Juma Achikoka. Kumbuka kwamba maadhimisho haya kwa mwaka huu hapo 2026 yana kauli mbiu isemayo hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, dira 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha Tanzania inakuwa ya kijani kwa kupanda miti, lakini pia kuhakikisha kwamba mazingira yako yanakuwa ni safi na salama kabisa. Hii ni Egowasu TV, sauti ya jamii. Hili ni banda letu la shirika la Global Social Alliance. Tunashughulika na utunzaji wa mazingira ikiwemo upandaji wa miti. Tuna vitalu vya miti kule Butiama. Kwa hiyo tunahamasisha jamii kupanda miti kwa mkoa wote wa Mara. Na pia pamoja na kupanda miti, tunatumia bidhaa za miti kutengeneza dawa zisizo na kemikali. Kwa hiyo hapa tuna bidhaa ambazo tunatengeneza, sample za bidhaa ambazo tunatengeneza ikiwemo dawa na kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo anayehusika na hizi bidhaa dawa ataeleza kifupi. Karibu. Hapa ni baadhi ya mimea tunayoiotesha ikiwemo matunda kwa ajili ya afya zetu. Tumegundua ya kwamba tunapata dawa nyingi za kemikali ambazo mara nyingine zinaleta madhara pia kwa afya, na hasa kama mtu hajawa na uhakika na kile anachojitibia. Karibuni sana. Katika hafla hii ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni 2026, kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Musoma, napenda kusoma kwako risala kama ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatayo ni risala iliyoandaliwa na halmashauri ya manispaa ya Musoma kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya mazingira duniani ilianzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1972 na ilianza kuadhimishwa mara ya kwanza tarehe 5 Juni 1973, na leo ikiwa ni maadhimisho ya 53. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la kuanzishwa kwa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ni kuhamasisha na kuihimiza jamii kuchukua hatua stahiki za uhifadhi wa mazingira. Maadhimisho haya husimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, United Nations Environmental Program, kwa kifupi UNEP. Kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa huadhimisha siku hii, Tanzania ikiwa ni miongoni. Kila mwaka tangu kuanza kwa maadhimisho haya, nchi moja huchaguliwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya ngazi ya dunia, huku kauli mbiu ya maadhimisho haya ikitolewa na UNEP kila mwaka. Mwaka huu maadhimisho haya ngazi ya ulimwengu au kimataifa yanafanyika nchini Azerbaijan kwa kauli mbiu isemayo hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kauli mbiu hii inasisitiza haja ya kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa kaboni, kukuza matumizi ya nishati safi na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya mazingira katika nchi yetu mwaka huu yanafanyika katika jiji la Dodoma, yakiongozwa na kauli mbiu isemayo dira 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha jamii kushiriki moja kwa moja katika mageuzi na kuwajibika katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Madhumuni makubwa ya kauli mbiu hii ni kuongeza chachu ya upandaji miti, kuzuia ukataji miti, kulinda uoto wa asili, kuzuia uchafuzi wa mazingira na uharibifu wa ardhi na vyanzo vya maji. Aidha, inatoa wito kwa jamii kufanya shughuli za maendeleo pasipo kuleta athari kubwa katika mazingira kwa manufaa ya kizazi chetu na vizazi vijavyo. Ukataji miti holela, bado tunasikia chainsaw zikiunguruma
kwa kasi katika baadhi ya maeneo. Namba 6, matumizi ya nishati safi, nishati isiyo safi ambapo ni kuni na mkaa, hasa kwa baadhi ya shule na watoa huduma wa chakula maeneo mbalimbali, kinyume kabisa na agizo la serikali la kutumia nishati safi ya kupikia. Baadhi ya wanajamii kutohiari kupanda miti kwenye maeneo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto hizo zinatakiwa kutatuliwa kwa ushirikiano wa serikali na wadau wote wa mazingira na wananchi wote kwa ujumla. Kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, tunazo za aina mbili. Tuna mitigation measures na adaptation measures. Tunaweza kufanya kwa kupanda miti mingi, lakini pia kutumia nishati safi, kuepuka uingizaji wa kaboni kwenye anga na kuimarisha miundombinu, kuepusha mafuriko na kupanda mazao yanayostahili ukame. Aidha, changamoto ya mafuriko kwenye barabara katika eneo la Nyasho Kona itatuliwe. Utupaji taka ovyo ukomeshwe. Kila kaya na taasisi wawe na vyombo vya kutunzia taka na taka zipelekwe kwenye dampo la manispaa kule Mgaranjabo, kata ya Buhare. Shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji zikomeshwe. Tunayo furaha kushiriki katika maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani. Sisi kama wadau wakuu tunayo kazi kubwa kuelimisha jamii juu ya matumizi ya nishati safi. Hii nikiwa ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye anahimiza kwa sasa dunia ipo katika matumizi ya nishati safi. Sasa kwa leo, kulingana na muda, tunajikita katika matumizi ya nishati safi ya gesi. Ni namna gani mwananchi anaweza kupambana na moto wa gesi akiwa nyumbani kwake. Lakini pia kuna mipira ile kwa mitungi mikubwa, tuhakikishe tunaibadilisha kwa wakati, sio mpaka mpira unaanza kuvuja ndio unakumbuka kubadilisha wakati ambao ushaleta maafa. Hivyo kwa kusema hayo, nitaongezea kitu kimoja. Bodaboda tunaposafirisha hii mitungi ya gesi kuwapelekea wateja wetu, mtungi unapoubeba unakuwa umetikisika kwa muda mrefu. Hivyo ukifikisha kwa mteja usiwe na haraka ya kufungua mtungi na kuanza kuutumia, kwa sababu gesi inakuwa bado haijatulia. Lazima uchukue walau dakika 15 mtungi wako utulie, ndio uanze kuufanyia matumizi. Sasa endapo mtungi wako wa gesi umeleta shida nyumbani, unatakiwa uchukue hatua gani? Hizi tunaziita ni mbinu za kukabiliana na tukio la moto, kwa maana ya kuuzima moto. Kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kuwa karibu yako, unaweza ukavitumia navyo vikaleta manufaa na kukusaidia kuweza kudhibiti moto. Kifaa cha kwanza, unaweza ukatumia ndoo ndogo kwenye mtungi mkubwa kuzuia hewa ya oksijeni isiweze kuingia katika moto na moto kuzimika. Tutaona askari wetu wakituonyesha kwa demonstration namna ya kuzuia moto huo. Kitendo kilichofanyika hapo ni smothering. Unafunika moto ili kuzuia hewa safi ya oksijeni isiweze kufikia kwenye moto. Kwa hiyo moto unaunyima kitu kimoja muhimu katika vile vitu vikuu vitatu muhimu vya moto. Hapa ameunyima moto hewa safi ya oksijeni, moto umezimika. Leo tumekutana hapa katika viwanja vya Bweri FDC ni kwa ajili ya kusherehekea na kuhimiza siku hii ya mazingira duniani. Kama inavyofahamika, mazingira ndiyo uhai wa binadamu. Nasi kama wanadamu tunayo kila hali ya kuweza kuyatunza na kuyafanya nayo yatutunze. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, halmashauri ya Musoma manispaa ni moja kati ya halmashauri zenye uoto mzuri wa mazingira, na hii yote imetokana na tabia ya kurithi tuliyoipata kwa muasisi wa taifa hili, baba yetu marehemu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa ni mtu wa mazingira na aliyependa kupanda miti sana. Sasa tabia hii tuko nayo na leo nyie wenyewe ni mashuhuda. Musoma mjini ni ya kijani. Kwa hiyo siku hii ya mazingira inazidi kutuimarisha na kutufunza tuendelee kuyatunza mazingira ndani ya halmashauri yetu. Ndugu wananchi,
Kutokana na athari za kimazingira na kijamii tulizopata, serikali pamoja na wadau wote wa mazingira hatuna budi kujielekeza katika kufanya mambo yafuatayo. Moja, kutunza misitu yetu ya asili na kuongeza miti kwa kupanda miti zaidi, ili miti tusaidie kumeza hewa ya ukaa na kuboresha hali ya hewa, na kila kaya ipande miti isiyopungua 5 na taasisi zipande miti zaidi kutokana na ukubwa wa maeneo yenu. Na hapa nisisitize, swala la upandaji miti kwenye manispaa yetu hii ni swala ambalo linatakiwa pia liwekwe kwenye sheria ndogo. Mstahiki Meya, kwenye vikao vyenu hakikisheni hili mnaliweka kwenye sheria ndogo ya kwamba kila kaya ni lazima kuwa na miti isiyopungua 5. Maana yake tukipita huko tukakuta kwenye kaya yako wewe huna mti hata mmoja, unatakiwa utueleze kwa herufi kubwa kwa nini wewe huna mti. Jambo la pili, kuendesha kampeni za usafi wa mazingira ili kuondoa taka katika mazingira yetu. Ni marufuku kutupa taka ovyo. Na hapa nisisitize tu kwa jambo moja, wote sisi ni mashuhuda. Musoma hii manispaa ilishawahi kuwa namba 1 kwenye utunzaji wa mazingira, ilishawahi kuwa kinara kwa usafi nchi nzima. Sasa hivi mkakati tulio nao ni kurudisha hadhi na heshima ya manispaa kwenye usafi. Kwa hiyo kampeni hii ni ya kimkakati, kwa sababu manispaa inataka kurudisha hadhi na heshima yake ya kuwa namba 1 kwenye utunzaji wa mazingira. Naitoe rai hapa wa manispaa kuhakikisha wale wote wanaofanya huu uchungaji, chukueni hatua kali za kisheria. Tukianza kubadilisha matumizi ya manispaa, maana yake tutakuwa tunarudi nyuma. Kama kuna mtu anataka kufuga, Musoma DC kupo, tafuta maeneo, fanya hizo shughuli. Na kama ambavyo katika kuhakikisha tunafuata sheria za nchi, hata swala la maziko kwenye hapa manispaa yetu hii, maeneo ya maziko yalishatengwa. Ni marufuku kuzika kwenye makazi ya watu, kama yalivyo maagizo ya serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan la kutumia na kuhamia kwenye nishati safi ya kupikia. Na imezungumzwa hapa, nishati safi gharama yake ni ndogo, usalama ni mkubwa, lakini inaendelea kutunza na kulinda afya zetu. Nisisitize wanamsoma wote tuhamie kwenye matumizi ya nishati safi. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwenye maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani, ambapo kwa manispaa ya Musoma kilele kimefanyika kwenye viwanja hivi vya Bweri Center, na mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka ndiye alikuwa mgeni rasmi kwenye siku hii ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kwa mwaka huu hapa 2026. Tumeweza kusikia mengi kutoka kwa viongozi hawa, lakini pia tumeweza kusikia mengi kutoka kwa wananchi mbalimbali. Hii ni Yegowasu TV, sauti ya jamii. Shughuli yetu ni moja tu, ni kukusogezea wewe hapo habari mbalimbali kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini kisha cha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel ya kwetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera alikuwa Dekawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.